Ni katika viunga vya Mahakama Kuu ya Tanzania masjala ndogo ya Dar es Salaam. Kinachosubiriwa hapa ni leo hii ambapo shauri ambalo limefunguliwa na Saidi Isa Mohamed, Ahmed Rashid Hamisi pamoja na Maulidi Anakom ya bodi ya wadhamini ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema pamoja na katibu mkuu wa chama hicho inaanza kusikilizwa kwa siku ya leo hapa. Kumbuka shauri hili lilikuja kwa mara ya kwanza ambalo lina namba 8328 yani 1823 ya mwaka 2025, na kesi hii inahusu kuhusiana na hoja ambayo inamadai kwamba Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimekuwa kikitenga Zanzibar katika kuendesha shughuli zake za chama, kwa maana ya mgawanyo wa mali, rasilimali fedha na vitu vingine kama hivyo. Saidi Isa Mohamed pamoja na wenzake wamekuja kufungua kesi kwa sababu unajua ya kwamba vyama vya siasa vinasajiliwa kwenye nguvu ya kuwa na nguvu pande zote mbili za muungano. Ndio maana moja ya sheria ambayo inasimamia vyama hivi manake ni lazima viwe na usajili wa pande zote mbili za muungano, lazima ziwe na nguvu pande zote mbili za muungano, na lazima ziwe na watendaji kwa pande zote mbili za muungano. Kwa hiyo moja ya hoja ambayo imekuja hapa kwa ajili ya kuja kutajwa ni hiyo kwamba nini hasa ambacho waleta maombi wanakizungumza. Wanachosema ni kwamba Chadema imebezi upande mmoja pekee wa muungano ambao ni upande wa Tanzania bara, na upande wa Tanzania Zanzibar wamekuwa kiudharau. Wanasema mpaka hivi sasa kumekuwa na rasilimali fedha nyingi ambazo kula ziendi, watu hawalipi mishahara, majengo ni ya kukodi ambao wanadaiwa, ofisi hazifanyi kazi. Lakini kwa upande wa Tanzania bara wananunua magari, wana ofisi, wana viwanja, mashamba na vitu vingine kama hivyo, na hawajui hatima yake sasa itakuwa ni nini. Kwa wameleta hapa pamoja na mambo mengine, wanaiomba mahakama kwanza ipige marufuku, kwa maana izuie shughuli zote za kiutendaji za Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema mpaka shauri la msingi litakapomalizika. Lakini jambo la pili ambalo wanamuomba msajili wa vyama vya siasa naye kuingilia kati, kwa sababu wanaamini kwamba kinachofanyika na Chadema ni kukiuka sheria ya msajili wa vyama vya siasa, lakini wakati wanaamini kwamba kinachofanywa na Chadema ni kama sehemu ya mkakati wa kuvunja muungano, kwa sababu vyama vya siasa vyovyote ni vyama vya muungano na vinapaswa kuwa na nguvu pande zote mbili za muungano. Lakini kitendo cha Chadema kuwa na nguvu pande mmoja wa muungano na kuwekeza nguvu pande mmoja wa muungano na kuidharau Zanzibar, maana yake ni kama wakati mwingine ni mkakati wa kuua muungano. Kwa hayo ni mambo machache kati ya mengi ambayo pengine yatajitokeza mahakamani hapa. Kutokana na hilo, mapema tukiwa katika viunga vya mahakama hii tumezungumza na mmoja wa wakili wa Chadema, Jebra Kambole, kujua msingi wa shauri lenyewe. Mimi ni Haredhan Muhammad, mwenzangu ni Novatus Kurunalila. Tumeweka kambi hapa mpaka hatua ya mwisho. Leo tumekuja mahakamani na shauri limekuja kwa ajili ya kuangalia majibu ya upande wa pili, namna wametujibu kwenye shauri la Chama cha Demokrasia Maendeleo ambao wameshtakiwa na chama wao wa tatu, na tuko kwa Mheshimiwa Jaji Mwanga. Kwa hiyo tunachotegemea leo ni mahakama itoe mwongozo juu ya mapingamizi ambao wamewekwa na Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema pamoja na wajibu na waleta maombi hapa mahakamani. Kwa hiyo tunategemea mahakama itatoa mwongozo namna nzuri ya usikilizaji wa mapingamizi ya awali. Kwa ujumla sasa, pengine unaweza ukarejesha kwa wale ambao wana Chadema na Watanzania wanafuatilia madai ya msingi ambayo mmekuja kushtakiwa hapa kama chama ni? Kimsingi kuna kesi ya msingi ambayo washtaki au watatu wameleta. Kwa hiyo kuna kesi ya msingi ambao wao wanadai kwamba moja, Chadema kwa namna ambavyo mali zinatumika ni kama vile Wazanzibari wanabaguliwa, na wanadai kwamba kuna matamshi kadhaa ambayo yametolewa na viongozi na wanachama mbalimbali ambao ni ya kibaguzi dhidi ya Zanzibar. Kwa hiyo ndio kesi ya msingi na madai mengine madogo madogo. Lakini pia kuna madai ya kesi ya zuio ambapo wanataka Chadema izuiliwe kutumia mali za chama mpaka pale ambapo mahakama itaamua kesi ya msingi, lakini pia Chadema izuiliwe kufanya shughuli za kisiasa zozote zile kokote nchini mpaka pale ambapo kesi ya msingi itasikilizwa. Kwa hiyo kesi zote mbili zipo leo. Kwa hiyo mahakama
Mas